Kama mnavyoona eneo la tukio hili ni ajali ni mbaya, maana ajali kubwa imetokea asubuhi. Lakini baada ya kufika eneo la tukio nimejionea mwenyewe na kama nyinyi waandishi wa habari mnavyoona. Lakini nadhani tunatoa huduma, lakini nimewasiliana na mkuu wa usalama barabarani wa mkoa RTO SSP Magayane, yuko hospitalini. Anaambia mpaka muda huu mpaka sasa hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni mmoja, na majeruhi ambao wako serious ni 14 na wengine ambao wameumia kawaida. Kwa bado nayafuatilia kujua idadi yake, lakini mpaka sasa hivi ni kama nilivyowaambia. Nilipofika hapa nimeongea na DTO, kwa maana huyu ni mkuu wa trafiki wa wilaya. Anaambia gari imetoka imekaguliwa, na baada ya ukaguzi gari karuhusiwa kuondoka wakiwa abiria wako level city pamoja na dereva katika hali sahihi. Na kama mnavyoona nyinyi wenyewe ni eneo ambalo barabara ilikuwa kuna mapishano magari zaidi ya kona. Kwa naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini, kwa sababu hata dereva baada ya ajali dereva amekimbia. Atufahamu amepatikana pembezoni. Baada ya kuhakikisha kwamba tunatoa hii gari imeharibika, basi taratibu zingine za kufuatilia tutafuatilia, kwa sababu yuko kwenye hiyo kampuni, nadhani kuna rekodi zake kwenye hiyo kampuni. Kwa tutamfuatilia, tutamtia katika mikono ya sheria, basi na sheria itachukua mkondo wake. Tukio la pili, unawaambia nini madereva? Kubwa kabisa madereva kuzingatia usalama wa barabara, kuzingatia watumiaji wa barabara, na kubwa kabisa ni kuangalia kama maeneo yenyewe ninavyosikia kwamba kulikuwa kuna msongamano wa magari yote, sema hapa kuna overtake wala nini. Kwa hiyo kubwa kabisa madereva kuzingatia, sababu wanabeba abiria, kwa hiyo wao makini. Kamanda, hili ni tukio la pili kutokea pembezoni tu mwa kituo kikuu cha mabasi. Wanasema kwamba madereva wanakuwa mwendo kasi kwa kuuza biashara za magari yao, kuonyesha watu wa maeneo haya karibu na mjini kwamba gari hizo zinakimbia kwa kasi zaidi ili ziweze kupata wateja. Hili kama jeshi la polisi linachunguza na mmebaini kweli kiasi gani? Tunachukua hatua kwa kama kampuni ya basi la Bullet tumeweza kusitisha madereva wawili leseni zao. Kwa hiyo sisi tunachukua hatua. Tunapobaini tunachukua hatua. Hatua kubwa ni kumnyang'anya dereva leseni kwamba hana sifa kuendesha basi. Kimsingi na mimi nichukue fursa hii kwanza kutoa pole kwa wanatabora wote, kwa sababu tunaamini kwamba hawa walikuwa wanasafiri katika basi hili. Kwa taarifa ambazo tumepata, asilimia kubwa inawezekana wakawa ni wakazi wa Tabora, kwa sababu kwa taarifa ya awali iliyopewa ni kwamba gari hili lilikuwa linaanza safari zake hapa katika wilaya yetu ya Tabora. Kwa hivyo nitoe pole kwa wanatabora kwa ujumla wake. Lakini swali liloniuliza kipi ambacho nimeshuhudia, kiukweli ni ajali mbaya ambayo sote tukiangalia tunashuhudia ni ajali mbaya, kwa sababu kwa namna unavyoweza kuona chombo cha usafiri jinsi ambavyo kipo katika hali yake, unaweza kutafsiri tu moja kwa moja kwamba ni ajali mbaya ambayo kila mwingine akiona ni kweli ni ajali ambayo inasikitisha sana. Kimsingi sasa kwetu ni wake up call, naweza kusema, kwa sababu kama ni ndani ya muda mfupi limetokea tukio la pili, manake sisi kwetu ni wake up call, kurudi na vyombo vyangu kukaa kuona changamoto iko wapi, nini shida, ili tuweze kuona kwenye hilo eneo ambalo tutakuwa tumebaini kwamba changamoto ni nini, basi tuweze kuelekeza nguvu hapo na kuchukua hatua. Lakini kwa awali mimi niliposikia, kwa sababu bado hizi ni taarifa za awali sana, kwa maana uchunguzi unaendelea, lakini taarifa kutoka vyombo vyetu ambavyo vinasimamia masuala haya ya usafiri wa barabarani inasadikiwa kwamba inawezekana ikawa ni mwendo kasi, kwa sababu ukiangalia mazingira haya ni kona kali, lakini ni eneo karibu sana ambayo inawezekana pengine kama mtu alikuwa na mwendo kasi, manake kona imemshinda, ndio ikapelekea gari hii kudondoka hapa kama tunavyoona. Kwa hivyo tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu tuelekeze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa kwa madereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani, kwa sababu katika eneo hili ukiangalia ni eneo fupi sana kutoka stendi. Sasa ukipata ajali katika eneo hili lazima wote inatutafakarisha, manake pia na wao wanapaswa kuchukua hatua. Kwa hivyo wito wangu kwao kuzingatia taratibu za usalama barabarani. Tunajua wamefundishwa, wanajua wanazo skills za kuendesha vyombo hivi vya moto wakiwa wamebeba abiria, kwa hivyo wazingatie, vinginevyo sisi tutachukua hatua kali kuanzia sasa, kwa sababu kama nilivyosema tutakwenda kuchunguza na kubaini tatizo ni nini, alafu tujielekeze nguvu zetu kwenye eneo hilo. Lakini kwa sasa na wao wazingatie sheria za usalama barabarani.